Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kupitia makala iliyochapishwa huko nchini Israel kupitia baadhi ya vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na gazeti la Jerusalem Post, kumekuwa na hoja kwamba je, Khamenei wa Iran anaweza kuhisi kutishiwa vya kutosha kuipiga Israel, na je ataweza kupambana na jeshi la Israel, ambapo ndani ya siku 12 za vita Israel ilionyesha makucha yake zaidi na kuharibu miundombinu ya nyuklia, pamoja na kuwa baadhi ya viongozi wake wakuu hasa wanajeshi na viongozi katika masuala ya nyuklia. Tangu kumalizika kwa vita hivyo vya siku 12 kati ya Israel na Iran mwezi Juni, uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umetuma ujumbe mara kwa mara kwamba usitishaji wa vita na Israel ni zaidi ya muda mfupi tu utakaorejeshwa baadaye. Kwa maana hiyo ni kwamba Iran inadhani bado Israel ina mpango wa kufanya mashambulizi katika ardhi yao. Kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei ametoa sauti hiyo katikati ya mwezi wa Julai, akionya kwamba Iran bado iko tayari kikamilifu kwa makabiliano mapya na inaweza kuipiga Israel vigumu zaidi kuliko wakati wa vita vya siku 12 ikiwa uhasama utaanzishwa tena. Ujumbe wake uliimarishwa na waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, ambaye alionya kwamba shambulizi lolote zaidi la Waisrael au wa Marekani lingesababisha jibu la maangamizi zaidi la Iran. Jibu la Araghchi limesisitiza na amesema ni jambo ambalo halitowezekana kuficha au kupunguza hisia za watu wa Iran, kwamba wapo tayari na wamejipanga kwa ajili ya kutoa majibu makali dhidi ya Israel ikiwa itaamua kurudi vitani. Jeshi la juu la Iran na taasisi za kisiasa hivi karibuni zimeimarisha ujumbe huo. Mwezi Agosti, Mohammad Reza Aref, makamu wa kwanza wa rais wa Iran, alielezea hali ya baada ya vita kuwa si usitishaji wa vita wenye maana, bali ni kusitishwa kwa uhasama, akionya kwamba vita vipya na Israel vinaweza kuzuka wakati wowote. Maafisa wakuu wa jeshi waliunga mkono maoni hayo na wamesisitiza kwamba utulivu uliopo ni wa muda tu, na wameitaka Iran iwe na mkao wa kukera zaidi kwa kutarajia mapigano mapya. Labda sauti kubwa zaidi imekuwa ile ya Meja Yahya Rahim Safavi, mshauri wa kijeshi mwenye ushawishi mkubwa kwa Khamenei, ambaye alitangaza mara kwa mara kwamba Iran haiko katika usitishaji wa mapigano bali katika hatua ya vita. Mvutano kati ya Iran na Israel unatokana na mpango wa nyuklia wa Iran, mpango ambao bado Israel inaona Iran haikuachana nao. Katika siku za hivi karibuni, Israel ilieleza kwamba mpango wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wa kuendeleza suala la nyuklia uko pale pale, na baadhi ya mataifa kama vile Urusi inaunga mkono mpango huo, kwani katika kipindi hiki ujasusi umeshagundua kwamba hata kilo 400 za uranium ambazo hazikuonekana baada ya mashambulizi katika vinu vya nyuklia kuna mahali ambapo zimefichwa hasa chini ya ardhi, na kwamba wakati wowote mpango huo wa nyuklia utaanza mapema. Sanjari na hayo, hali ya ndani nchini Iran inaelekea kuwa haiwezi kutekelezeka. Nchi inakabiliwa na moja ya matatizo yake ya kisiasa ya kisasa ya maji. Wakati huo mfumuko wa bei unasalia kuwa juu sana, na ni kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Marekani, kulingana na wachambuzi wa mambo wa nchini Israel, huku bei za vyakula zikipanda na ukosefu wa ajira ukiendelea. Hata hivyo, Israel imekuwa ikiendesha propaganda juu ya utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Moja kati ya mambo ambayo wamekuwa wakizungumza ni wananchi kutomkubali Ayatollah Al-Khamenei, licha ya kwamba haionekani namna ambavyo wananchi hao nchini Iran wamekuwa wakimkataa Ayatollah Al-Khamenei. Wakati Iran ikijipanga kwa ajili ya vita dhidi ya taifa hilo, mambo yanaonekana kuporomoka ndani. Na je, kuna nafasi kwamba Iran inaweza kuona vita na Israel kama njia ya kutoka? Je, inawezekana kwamba Ayatollah angeweza kutumia mzozo kwa vuruga watu wasioridhika kudumisha mamlaka, kupeperusha bendera na kuzungusha bendera kama inavyojulikana? Ni wa Israel wanaohoji kupitia gazeti lao la Jerusalem Post. Lakini zaidi hoja yao ni kwamba Iran kwa sasa haiwezi kuingia vitani kutokana na hali mbaya ya uchumi waliokuwa nao, licha ya viongozi wa kijeshi
ambao wamejinadi kwamba wapo tayari kwa ajili ya vita, huku Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, akisema sasa wameshajiandaa kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel. Israel nayo imekuwa ikiendesha propaganda nyingi dhidi ya hali ya uchumi, lakini pia kutokukubalika kwa viongozi katika taifa hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.